Habari ndugu waandishi wa habari, bila shaka ni wazima. Ni jambo la kumshukuru Mungu kuona kwamba kila mtu ni mzima, na awali ya yote tutoe shukrani za dhati kwa kuweza kuitikia wito wetu. Mmeonyesha upendo wa hali ya juu na mmeonyesha ushirikiano. Tunashukuru sana. Hatuna cha kuwalipa zaidi na sisi kuendelea kuwapa ushirikiano kila mtakapokuwa mkituhitaji. Tuna jambo letu ambalo limepelekea leo hii sisi tuwaite, ili nyinyi mtusaidie kufikisha yale tulionayo kwa Watanzania. Lakini kabla hatujasonga mbele, ningependa kwanza tukajitambulisha mmoja baada ya mwingine, alafu baada ya hapo sasa tuanze kuzungumza kile ambacho kimesababisha sisi tumekutana hapa. Kwa naomba tuanzie hapa, alafu tutamaliza mpaka mwisho. Sauti kidogo. Kwa majina naitwa Boss Kimaro. Jina langu la kawaida la ubatizo linaitwa Emmanuel Charles Lema. Asanteni. Kwa majina naitwa Latifa Kasanga Hasani. Jina langu maarufu natumia Latifa hilo hilo. Asanteni. Kwa majina naitwa Amea Shabani Hamisi almaarufu kama Mr. Pimbi. Kwa majina naitwa Tausi Mdegela. Jina langu la kisanaa ni hilo lo Tausi. Karibuni sana. Majina naitwa Slafu Bruno Ndila, lakini jina langu maarufu naitwa Hamisi Ete. Kwa majina naitwa Kungu, jina langu Hamisi naitwa Doto la Baba. Kwa majina yangu naitwa Eli Kosi, jina langu maarufu ni Sakundaji. Kwa majina naitwa Maya Sara almaarufu. Karibuni sana ndugu waandishi wa habari na Watanzania ambao mko tayari kwa kutusikiliza. Sisi kama mnavyotuona hapa, wote ni wafupi, hakuna mrefu baina yetu. Tulichukua hatua za kujikusanya, na lengo la kujikusanya ni kutokana na makubwa ambayo mama yetu ama rais wa nchi Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa yale yote ambayo ameyafanya katika nchi hii, sisi tukayaona, tukasema sisi tuna nafasi ya kuja mbele ya Watanzania wenzetu na waandishi wa habari tuzungumzie yale yote ambayo rais wa nchi ameyafanya. Lakini kabla ya kujikusanya, tukaanza kutafuta watu ambao watatunyanyua ama kutupa support kwa namna moja ama nyingine. Kama tunavyojua vitu vingi sana vinahitaji support, na unapoanzisha jambo lako ama mnapoanzisha jambo lenu, ni lazima muwe na backup ya watu ambao watawasupport. Kwa hiyo kwa kuanzia tukawa na tajiri yetu, bosi wetu Mr. Kajenjere, ambaye ni mkurugenzi wa Kajenjere Trading Company Limited. Ndio mdhamini wa jambo hili ambalo limetuleta hapa, na ndiye anayetusimamia sisi kwa hiki ambacho tunakifanya. Lakini hatuwezi kuwasahau ndugu zetu wa Brookside, shule ambayo Tausi Mdegela atakuja kuielezea vizuri hapo baadaye, sababu ni mlengo wa mhusika. Lakini ni shule ambayo mtoto wake anasoma hapa na yeye ni balozi. Kwa hiyo na sisi tukasema lazima kama mwenzetu na yeye taasisi ambayo mtoto wake anasoma tuwe nayo karibu. Kwa hivyo hao ndio watu ambao tunaweza tukasema ni walezi wetu ama ni wakubwa wetu ambao wanatupa muongozo na wanatupa support na kusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kuna maswali baada ya video kuanza kuwa zina trend, watu wakawa wanajiuliza maswali. Hawa wafupi wamejikusanyaje?
Nani kafanya jitihada za kukusanya watu wafupi ni wabishi? Jamani, waambieni sisi ni wabishi, lakini sio kwa jambo la nchi. Sisi ni wabishi, lakini si kwa jambo la mama, na hasa kwa yale yote mema na makubwa ambayo mama yetu ameyatenda. Tausi atakuja kuyazungumza vizuri zaidi. Kuna lengo tumeiona. Watu wengi sana wanaompambania mama ama wanaompigania mama ni warefu. Kwa hiyo wale wanapigana katika vita ya juu. Kuna vita ya chini. Warefu hawawezi kufika kwenye vita ya chini, kama ambavyo sisi hatuwezi kufika kwenye mapambano ya juu huko. Tukasema sisi kwa kimo chetu tujikusanye, twende tukamsaidie mama zile vita za chini ambazo sisi juu hatuwezi kufika na warefu wenzetu hawawezi kufika. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kumpigania mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi, na tumeona ni vyema tuwaalike ndugu zetu ili tuje tushirikiane kwa pamoja, waandishi wa habari. Tuje tushirikiane na nyinyi waandishi wa habari muweze kufikisha yale yote ambayo sisi tumekuja kuyaleta hapa. Sote tunaona sasa hivi elimu ni bure. Kote shule zimejengwa mpya, madarasa yamejengwa mapya na watoto wanasoma bure. Hizi zote ni jitihada za rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Haitoshi, tumeona mikopo ambayo mama amekuwa akitoa kwa wasanii kwa ujumla, hata wana michezo. Mikopo hiyo imewanufaisha wasanii na wana michezo, wameweza kujiendeleza kupitia shughuli zao na kupitia mkopo ambao mama amekuwa akiitoa. Lakini nimeng'atwa sikio, mimi nilikuwa nafuatilia. Jamani, mimi sijawahi kuona tangu nchi hii imeumbwa walemavu wanatengenezewa vyoo vyao katika mashule na maeneo mbalimbali. Hakuna kitu special kama hiki. Mama ama rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametazama jicho la mbali sana kuweza kuwaona walemavu wanapata shida wakati wakienda kujisaidia. Vile vyoo ni vya watu ambao sio walemavu. Kwa hivyo hakuna mtu amepata nafasi ya kuliona hilo. Mama yetu ameliona katika uongozi wake. Amefanya makubwa sana, na mama anaendelea kufanya makubwa na ataendelea kufanya makubwa. Kwa hivyo sisi tumejitokeza hapa kuhakikisha tunamuunga kwa kile ambacho anakuwa anakifanya. Sisi tunahakikisha tunapaza sauti kwa yale yote ambayo mama amekuwa akiyafanya. Ndugu waandishi wa habari, tunawakaribisha sana. Ndugu yangu Tausi ataongea hapa. Mimi binafsi nimeona niishie hapa, na mengine Tausi ataendelea kuongea. Karibuni sana. Nataka kugombea ni? Unaongea kama unajinadi sana. Jamani, natumai wote tu wazima. Niko hapa kwa ajili ya kundi letu maalumu ambalo tumekusanyana hapa. Sisi ni watu ambao tumekuwa tukionekana mmoja mmoja. Yaani hata tamthilia hazijawahi kukutanisha watatu ama wanne. Tunakutana mmoja mmoja ama wawili. Lakini kiuhalisia sisi tuko wengi, na ndio maana tulipoamua kukusanyana hivi, kila mtu alikuwa anajiuliza. Nikimpigia ndugu yangu hapa namuuliza, vipi wewe hujanufaika na mikopo ya mama? Anasema nimenufaika. Naambia kuna haja ya kujitokeza sasa ili Tanzania wajue kwamba sisi pia tupo na tuna nguvu yetu pia, tukikutana tukafanya jambo ambalo tunaweza. Kwa mfano tunaweza tukaandaa tamthilia kwa mfano ya pamoja ambayo pia hakuna idea ambayo imewahi kufanyika. Lakini pia tunamshukuru sana mama kwa sababu sisi serikalini tuko kwenye vitengo vya watu maalum kwa maana kuna vitu vingi hatuwezi kufikia.
especially kufungua mlango, kufanya nini. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo tukienda tunapewa kipaumbele, sio tu kwa sababu ya umaarufu, hapana, kwa sababu ya vimo vyetu. Ni kweli tuko timamu, lakini kuna vitu vingine hatuwezi kufanya, lazima tusaidiwe. Kwa hiyo ndio maana serikali yetu imetuweka kwenye watu maalum. Kwa kweli hiyo imetutia moyo sana, kwa sababu watu wengi tumezoea tu mnakutana wanawadhiaki, wanafanya nini, lakini mama yeye ni mlezi. Mama ni mama kama ilivyo siku zote. Amegundua kwamba kumbe kuna haja ya hawa watu kuwawekea kitu maalumu ili wasio wanahangaika aidha kupanga foleni ama nini. Nadhani hapo baadaye hata ATM za kufikia sisi kimo chetu zitafika. Tuko sisi hapa, mimi kwa hao wote naonekana kama ndo mfupi zaidi, lakini yuko mfupi zaidi yangu na tutamuona siku moja, kwa sababu sisi bado tuko kama 20 hivi, yaani sisi tumekuja wawakilishi tu. Kwa hiyo siku moja mtaona mfupi zaidi yangu na wapo. Kwa hiyo tuko hapa. Pia tunashukuru sana Brookside shule ambayo iko Kimara pale Kimarasuka, na wao wameamua kutushika mkono ili kuweza kulileta hili jambo mbele yenu. Kiukweli mama amejitahidi, na sio kujitahidi, ameupiga mwingi. Kwa hiyo sisi tuko tayari kumpigia kula na tuko nyuma yake mpaka pale ambapo 2025 tutaenda tena kumwapisha Dodoma. Mimi nadhani hayo yanatosha. Kuna moja kabla hatujakaribisha maswali. Jamani, kuna dhana imejengeka huko mtaani. Na hii nawaambia wafupi wenzetu. Maka hili natuhusu sisi watu wafupi. Wengi wao wanaogopa kupiga kura. Na wanaogopa kupiga kura kwa sababu kutokana na kimo mtu alichonacho na muonekano ule wa kitoto, mtu ana hofu ataanza kuulizwa, wewe mtoto unapiga kura wewe? Wewe unapiga kura? Inakuwaje unapiga kura wakati ni mtoto? Kwa hiyo pia sisi kujikusanya hivi ni kuwahamasisha wafupi wenzetu ambao wao wana hofu ya kupiga kura, kwamba wataanza kuulizwa umri wao, wataanza kuulizwa maswali mengi. Tuwaambie kwa uongozi wa rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, hakuna hayo mama. Uhuru wa kupiga kura upo, kikubwa ni umri tu na kitambulisho. Kwa hivyo wafupi wenzetu mnaojichimbia huko ndani kwa kuhofia na kuogopa, hata sisi kuna wakati tulikuwa tunahofia mpaka tulivyokuja kujitambua kumbe kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania ambaye ametimiza umri wa miaka 18 na kuendelea, lakini awe na kitambulisho. Kwa hivyo kuna wafupi wako mtaani huko wanajifungia ndani kipindi cha kupiga kura. Tupo hapa kwa ajili ya kuwaeleza na kuhamasisha wenzetu kwamba acheni kujifungia ndani, acheni kujichimbia huko mlipo, tokeni, nendeni mkapige kura, mkampigie mama yetu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunataka Rais Samia ashinde kwa kishindo. Tunataka ashinde kwa 99.9. Hiyo moja tuachie wengine. Hiyo moja tunawachia wengine. Lakini tunataka awamu hii ushindi kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan 99.9. Na sisi tupo hapa, tutapambana kuhakikisha anashinda kwa kishindo kikubwa. Basi tunawakaribisha kama mna maswali. Tunaruhusu maswali 10. Habari kwa wale maswali. Mmelizika? Very good. Basi tunasema asanteni sana. Swali. Naam. Na swali ambalo nataka ulete hapa ni kikao Uliza tu. Uliza. Sasa mimi
siasa na kuendelea kwa sasa hivi. Nafahamu chama ambacho kimeendesha dola yetu kwa miaka yote hiyo kwa uongozi mzuri kabisa, lakini pia tunafahamu kuna pia masuala ya nini ya vyama vya mfumo wa vyama vingi. Sasa swali langu ni kwamba sasa hivi tumekuta na nini no reform na nini no election. Hii maana yake ni kwamba hawa ni watu pia kwa upande mwingine na wao pia wana nini, wana maoni yao. So nyinyi kama watu ambao mnaanzisha kampeni ya kuweza kusimama, lakini pia kuhakikisha anashinda, kwa sababu tunaona tumeshuhudia ni vitu vingapi kufanya nini tangu mwingine na nyinyi kama naambia nini watu mtaani ambao hii swala ya no election na yani na itawaathiri vitu kama watu fulani, lakini pia nilitaka niulize kwa mfano tukitokea tukikubali no election ifanyike, nyinyi mnahisi kuna chochote ambacho kitaenda kuharibu uongozi wa watu kwenye kazi yake tena madarakani? Umeeleweka? Ndio. Kiukweli mimi najibu swali la kwanza la kwamba ikitokea wamekubali kwamba no nini No reform no election. Kiingereza hapo. Nchi ni nchi huru na sisi wote ni Watanzania, na mama kwa kipindi chake ambacho amepokea kijiti kwenye kipindi kigumu, wengi tulifikiri atateteleka kwa sababu kwanza hakuwa yeye rais, ila alipokea. Kwa hiyo tulihisi labda atakavyoendesha ataendesha vyovyote kwa sababu sio kipindi chake, ni kipindi cha mtu mwingine. Lakini tumeona mama amesimamia yale yote ambayo tayari yalikuwa yameanzishwa. Ina maana amefanya kama ambavyo marehemu mwenyewe pengine alitamani kufanya au amefanya zaidi. Kuboresha hospitali inasaidia hawa wanaosema kwamba no nini hicho bwana hiyo wake zao wanaenda hospitali wanajifungua watoto wao ambao wanajenga familia ni bure. Mama zao wanaumwa wanaenda hospitali, ambapo sasa hivi mimi nilikuwa Katavi, ni ndani lakini hospitali ni nzuri mno, lakini shule ni nzuri mno, kitu ambacho kila mtu anasema jamani, mama tunamshukuru kwa kutuletea hospitali, lakini pia tunashukuru kwa kutuletea shule, kwa sababu wengine huko kijijini watoto walikuwa hawasomi, kwa mtoto hawezi kupata elimu, wazazi walikuwa wanajifungulia nyumbani kwa sababu hospitali zilikuwa ziko mbali. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye hata kama anasema hiyo nini sijui hiyo kwa Kiingereza uloisema hiyo uloisema hiyo, hata kama anasema hivyo basi inabidi tumwangalie vizuri, kwa sababu je, ni kweli hajanufaika na chochote ambacho mama amekifanya kwenye msimu wake? Je, ana uhakika yeye kama yuko mjini ni sawa? Je, kule kijijini ambako ameacha wazazi wanakaa, wengi tuko hapa Dar, lakini vijijini huko tuna wazazi wetu ambao wakiumwa zile hospitali ndo wanazitegemea, wakizidiwa ndo wafanyie transfer kufika wapi? Muhimbili. Lakini sasa hivi unaona hospitali nyingi kijijini zinamaliza hilo tatizo. Hivyo hao wanaosema hiyo nini Kiingereza hiyo? No reform no election. Hiyo. Ina maana wao hawajanufaika na hiyo miaka minne ambayo ameiongoza mama. Mimi nimejibu kwenye hilo. Jibu wewe hilo jingine sasa. Mimi nadhani tujikite zaidi kumsupport mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya mambo ya no reform no election, wote tunafahamu mwisho wa siku hivi vitu vinakuwaga si vizuri katika nchi yetu. Nchi ambazo zimeingia kwenye migogoro na matatizo zimepitia mambo kama haya. Kwa hivyo rai yangu mimi, hata kwa hao wanaosema no reform no election, watazame kwanza yale ambayo rais wa nchi ameyafanya, na wao wajikite zaidi kumsapoti katika kila hatua ambayo anaipiga.
ama katika kila jambo ambalo analifanya. Sisi mpango mkakati wetu ni kuhakikisha tunapigania chama cha CCM. Tunakipigania chama cha CCM. Maana yake ukikipigania chama cha CCM unampigania mama. Hiyo ndio mipango mikakati yetu. Lakini ni kuhakikisha tunafanya hamasa nchi nzima. Yaani hapa mnapotuona sisi, baada ya muda mfupi msishangae kutuona tuko Mwanza, tuko Arusha, tuko Mbeya, tutaungana na huo ndio mpango wetu. Tutazunguka nchi nzima kuhakikisha tunaungana na wenzetu ambao wana vimo vifupi, tutumie kimo chetu tulichonacho, tuhamasishe nchi nzima, watu waende wakapige kura. Kwa hiyo ndio mipango yetu mikakati, na hiyo ndio mipango ambayo tuko nayo, na tutahakikisha tunalisimamia hilo na tunalifanya vizuri bila wasiwasi wowote. Jamani, tuacheni mambo ya kutafuta kuchochea moto. Nchi yetu ni ya amani, tumuunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, mitano tena iwe ya kwake. Jamani, Samia! Mitano tena! Samia! Mitano tena! Samia! Mitano tena! Hicho ndio tunachotaka kufanya. Kuna jingine? Swali jingine? Imetugusa pakubwa sana shehe wangu. Yaani miaka ya mama michache imegusa mambo makubwa sana, especially sisi wana industry kwenye upande wa sanaa. Mmeona tumepewa mikopo. Zimetoka fedha nyingi. Tumekopa na tunafanya shughuli zetu za sanaa bila kikwazo cha aina yoyote. Tukumbuke sanaa yetu hapa nchini Tanzania ilikuwa na tatizo la kipato. Mtaji ilikuwa ni tatizo la watu kufanya kazi. Lakini mama ametoa mikopo na wasanii mmeona wengi wameenda kuchukua mikopo, wamekopa, na leo hii unaona hata uzalishaji wa filamu, muziki na sanaa mbalimbali bajeti zao zimekuwa. Watu ama wasanii wanafanya shughuli zao kwa ukubwa zaidi. Tofauti na mwanzo mtu alikuwa anajikongoja kwa mtaji mdogo. Leo ukizunguka unaangalia hapa watu wamenawili. Zamani watu tulikuwa tunakuja hapa kidogo mambo si mazuri, mitaji ilikuwa ni hafifu. Lakini mama amenogesha mitaji yetu. Ametupa mikopo na tunafanya shughuli zetu vizuri. Kwa hiyo kwenye hii miaka michache ambayo mama amechukua kijiti, anaongoza nchi, kiukweli amefanya mengi sana. Na sio kuzungumzia tu sanaa. Jamani, mikopo imetoka mpaka serikali za mitaa. Watu wanajiunga vikundi, wanajisajili, wanaunda katiba zao, wanaenda kuchukua mikopo kwa ajili ya kuendesha shughuli mbalimbali za kijamii, za kibiashara. Wamama wengi wamechukua mikopo. Wafanyabiashara wengi, wakaka, wadada wengi wamechukua mikopo, na leo hii wananchi wamekuwa na mitaji ya kutosha. Hii yote ni mama, na tena bila riba. Na mkopo unaenda kuchukua hauna riba. Na ukishachukua ule mkopo unaachwa kwanza miezi mitatu bila marejesho. Jamani, makofi kwa mama jamani. Daktari Samia Suluhu Hassan. Utachukua mkopo unaachwa miezi mitatu, fanya mambo yako. Yaani ule mkopo uliochukua usiingie pressure kwanza wakati unafanya biashara yako. Miezi mitatu uko huru, unafanya biashara yako, baada ya miezi mitatu unaanza kufanya marejesho. Na ukumbuke hapo hakuna riba. Mama ameupiga mwingi sana. Kama unakujazia ndugu yangu, jaza tu. Sisi tupo hapo kwa ajili ya kuhakikisha mama. Mimi ningependa kuzungumza kitu kimoja. Kwa sababu nakwambia usiongee sana utaharibu, lakini unaweza kuongea kitu kidogo kutoka kwenye kweli. Mimi bwana, mama kaupiga mwingi sana. Miaka 4 hii iliyopita kafanya mambo makubwa sana. Nadhani watu wote ama wananchi wote hilo swala mnaliona na mnalijua. Uongo kweli? Kweli. Kifupi, tupo pamoja na mama
na tutaendelea kuwa pamoja naye siku zote. Swali. Wafupi wote nchi nzima. Hapa tumekuja wachache kuwawakilisha wenzetu, kwa sababu tukija hapa hata eneo halitoshi. Labda sijui vile viwanja vya Mkapa Stadium viwe kama 5. Tuko wengi wafupi jamani, tumejazana. Yaani hata hao maarufu ambao wanajua ambao achana na maarufu. Yaani sio kwamba tunakusanyana maarufu tu. Mfupi yoyote unajijua huko popote, sisi tuko pamoja. Na ni nchi nzima, sio Dar es Salaam peke yake. Ni nchi nzima na tuna nguvu kweli kweli. Na unajua watu wafupi wanavyojua kujielezea. Unajua watu wafupi. Sio mchezo. Hatunaga dogo. Sasa wafupi tumekusanyana, tunampigania mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Acha mchezo kabisa. Acha mchezo. Mama Samia, mitano tena. Mitano tena. Wamelizika, maswali yameisha. Maswali nadhani yameisha, ama kuna lingine? Mama Samia anashirikishwa vipi? Umesema Mama Samia anafanyaje? Kwanza ilikuwa ni sisi kukutana, kuonana kwanza, tuunganike kama mnavyotuona. Kwa uchache tumekuja, lakini mtatuona wengi, ndio maana niliwaelezea. Kwa hiyo ilikuwa lengo kwanza tuonane, tuje tumshukuru mama kwa sababu ya kutupa sisi nafasi maalumu. Mikopo tumepata bila foleni, bila kusumbuliwa, bila kuambiwa leteni cheki. Yaani tumejiandikisha, wametujua, tuko kwenye kundi maalum, tumepata hilo. Kwanza tunamshukuru kwa sababu kila mmoja ameweza kuendesha maisha yake, mimi na biashara na wenzangu hivyo kadhalika. Kwa hivyo kitu ambacho kinachofuata ni tamthilia, ambayo sisi tutaiandaa tamthilia kwa ajili ya kuwapa burudani. Nadhani hata nyinyi hapa mnajua kwamba hakuna movie ambayo imewahi kutukutanisha zaidi ya 3 hapa au 4. Na hata tukikutana ni vipande tofauti. Huyu alicheza kule, huyu anakuja kucheza kule. Kwa hiyo hamlijui gubu letu watu wafupi bado. Hamjalijua. Kwa hiyo tunataka tulete kitu pia ambacho kitakuwa ni burudani. Sasa hapo mama atahusikaje? Hapo tutaangalia yeye, kwa sababu yeye ni rais, sio msanii. Angekuwa ni msanii tungesema tutamchezesha yeye labda bibi au mama au shangazi. Lakini yeye ni rais wa nchi. Sisi tumekuja kwa ajili ya kushukuru kwamba ametuona na ametuweka, yani ina maana katuthamini. Ni kitu ambacho tulizoea kila akikuona wewe mbilikimo nini bwana, lakini mama amesema sisi ni watu maalum. Elewa, sio mbilikimo, ni watu maalum. Yaani mama katu